Habari yako mchawi mkuu. Marhaba binti yangu Cheusi. Vipi, ubuheri wa afya? Aswa mchawi mkuu, mimi niko buheri kabisa wa afya. Nimekuletea mwanachama mpya kwenye chama chetu. Mambo ya wachawi tena. Mbona shoga yangu kuniambia kwamba unaleta sehemu ya wachawi? Mchawi katoka wapi tena? Safi sana cha usiku kwa kuifanya kazi yako vizuri niliyokupa. Nimeshukuru sana kwa kuweza kuniletea mwanachama mpya. Yaani nikimwangalia kwanza binti kigoli kabisa. Anatafaa kwa kazi yetu ya uchawi. Nini kinachoendelea hapa rafiki yangu? Mbona sielewi mambo ya waganga mara wachawi? Mimi rafiki yangu hatukubaliana kwamba unakuja kunileta kwa wachawi. Naona mimi sitaki kujiunga na wachawi kabisa. Mimi nimekuja kwa ajili ya kujiunga na nguvu ya pesa na jicho la tatu. Mbona unaleta kwa wachawi sasa rafiki yangu? Nadhani mimi mjinga na kujua shoka kidawa. Ningekwambia toka mwanzo kwamba hii chama cha nguvu ya pesa na jicho la tatu ni mambo ya kichawi, ungenikimbia toka mwanzo. Mimi singefanikisha misheni yangu. Kwa hiyo umeshajiunga na chama hivyo? Chini kubishana jamani. Punguzeni kelele za kubishana. Mimi sitaki mambo ya kichawi jamani. Ningejua toka mwanzo singekuja hata huku. Binti, karibu sana katika chama chetu. Chama cha kichawi, chama kikubwa kabisa. Mimi naitwa Bibi Okala, ni mchawi mkuu katika chama hiki cha nguvu ya pesa na jicho la tatu. Utafanikiwa sana binti yangu. Wala ondoa wasiwasi. Na kwa kukanyaga ardhi hii, kuanzia leo wewe unatambulika kama mwanachama. Umeshajisainisha na umeshajisimika kuwa mchawi katika chama chetu, na hakuna namna yoyote kama alivyoeleza mwenzako, hauwezi ukajitoa kwa namna yoyote ile. Sasa basi nakupa haya maagizo, kwa kuwa huyu rafiki yako uliyemleta tayari ameshajiunga na chama chetu cha kichawi. Kwa hiyo waambie wachawi wengine kwamba leo jioni tutakuwa na kikao cha wachawi kwa ajili ya kumkaribisha mwanachama mpya katika chama chetu. Kwa hiyo waambie wachawi wote tutakutana kwenye pango letu lile la kichawi kwa ajili ya kumsimika na kumkaribisha rasmi katika chama chetu cha kichawi. Sawa? Basi sawa mchawi mkuu. Kwa kweli inabidi upate ofu kapumzike, sio kuchoka huku. Hata macho yako yanaonekana yamechoka kabisa. Vipi, shift ya usiku wagonjwa walikuwaje? Kwa kweli sio kubwa sana kama siku 2-3 za nyuma hapa. Kwa hali ya jana kulikuwa kuna estimation kama ya wagonjwa 2 tu waliokuja kulazwa, lakini mpaka asubuhi hivi hakuna mgonjwa mpya mwingine. Wagonjwa wengi walikuwa ni mchana. Hata hivyo siku hazifanani. Siku nyingine wagonjwa ni wengi, siku nyingine wagonjwa ni wachache. Kuna siku nyingine hapa usiku kunakuwa na foleni kubwa sana ya wagonjwa. Na vipi yule daktari kutoka Muhimbili sijamuona? Umeona sehemu gani? Au amekuja amesharipoti asubuhi? Tena bora umenikumbusha. Manake nilioyaona mwenzangu nikabaki mdomo wazi. Ulioyaona ukabaki mdomo wazi? Una maana gani kusema hivyo? Leo mambo kwa ushahidi. Manake kila siku nikikwambiaga yule mtu simuamini, yule daktari nahisi kama anajihusisha na mambo ya kishirikina, ulikuwa hauniamini. Sasa leo nataka nikuoneshe vitu kwa ushahidi kabisa uone mwenyewe. Kwa kweli tangia nianze kufanya kazi kwenye hospitali hii sasa ni mwaka wa 15, sijawahi kuona kitu kama hiki. Hivi ni vitu vya kishirikina kabisa na uchawi huu. Hasa mbona huyu daktari haonekani kama ana mambo ya kichawi hivi? Daktari mkuu, nadhani leo umejionea kwa macho yako. Maana kila siku nilikuwa nikikwambia kwamba huyu mtu mimi nilikuwa na wasiwasi naye toka siku ya kwanza. Toka first day nilikuwa na wasiwasi naye, lakini ulikuwa hauniamini. Haya leo umejionea mwenyewe. Unalipi la kusema? Kuna vitu vya kushangaza sana. Hasa kwenye makorokoro yake hapa naona kuna sanamu, mfano wa sanamu au kinyago cheusi kimefungwa kamba nyekundu. Hii inamaanisha nini? Mimi nakwambia haya mambo huwa yanafanyika hospitali sana haya. Na haya ndio yanarudisha nyuma maendeleo ya hospitali. Ndio maana tunakuta kesi zinakuwa ni zile zile kila siku. Tunazidi kupambana na kitu ambacho kumbe tunacho wenyewe hapa. Hapo ndo ningeo ule msemo wa wahenga usemao kikulacho kinguoni kwako. Mimi nakwambia huyu tulikuwa naye humu na alikuwa anatuzunguka siku zote hizi, kumbe ni mshirikina, ni mwanga mkubwa kabisa, lakini mimi nilikuwa na suluhisho kwenye haya mambo yote. Unaonaje huyu mtu tukienda kumripoti polisi aje akamatwe akawekwe ndani? Maana hii tabia ya ushirikina inabidi ikome kabisa. Sipendi kabisa mambo ya ushirikina kwenye hospitali yangu. Wazo zuri sana daktari mkuu, lakini mimi niko na wazo moja. Unajua huyu ni mchawi, ni mwanga. Unaweza kusema uende kumkamata hivi mikono mitupu akapotea akayeyuka. Mimi niko na wazo moja, kwa sababu huyu ni mchawi, inabidi tupambane naye kiroho. Inabidi apigwe pigo la kiroho huyu.
Tumpige pigo la kiroho? Pigo la kiroho ndo vitu gani hivyo? Mbona sielewi? Pigo la kiroho au aka pigo la kimwamposa, inabidi tumpige huyu. Akipata pigo la kimwamposa huyu hawezi akafurukuta humu ndani, manake huyu ni mwanga, ni mchawi. Inabidi twende kwenye kanisa la Mwamposa, twende tukaombe tupate maji na mafuta ya upako. Tukija tukianyunyuzia katika ile eneo letu la kazi, hakuna mchawi wa aina yoyote yule atakayetusumbua. Na hivyo manake ataishiwa nguvu zake. Akiishiwa nguvu zake tu tunamkamata, tunampeleka kituo cha polisi akafungwe. Oh, wazo zuri sana. Mimi kwa kweli sikuwaza kitu kama hicho. Kwa kweli tukipaka mafuta ya Mwamposa na maji ya upako, huyu hawezi akachomoka humu. Tutamkamata kilaini kabisa. Hilo wazo zuri kabisa. Naomba nipeleke niwe hilo kanisa la Mwamposa nikalione. Wewe mziki mtamu. Haya jamani, simamisheni ngoma kwanza. Tunataka tuanze utambulisho wa mwanachama wetu mpya. Ataweza kazi ya uchawi. Jamani, tupunguze kelele. Awali ya yote ningependa kumtambulisha mwanachama wetu mpya katika chama chetu cha kichawi. Huyu binti mnayemwona hapa mbele yenu ndiye atakayekuwa mwanachama wetu mpya. Jamani wachawi wenzangu, binti ni mnogile sio mnogile? Alululu, ashu. Anatufaa kabisa kuwa mchawi mwenzetu huyo. Mzee Msegena, changamka sasa, mali imeshakuja hapa. Sio kila siku unakaa hapa hata una demu. Inshallah, tusikaumbika kweli. Sio kamtoa wapi huyu cha usiku? Chafu yangu, umeona chuma ilivyonyoka? Mtoto mzuri kweli huyu. Mtoto mzuri mrembo jamani. I can't believe my eyes, huyu binti aenda kwa mchawi. Sasa basi, nadhani kila mmoja ameweza kumuona mgeni wetu mpya. Zoezi linalofuata sasa ni zoezi la kumsimika rasmi katika chama chetu cha kichawi. Kwa hiyo ningeomba hapa binti aweze kupakwa rangi ile ya blue ambayo ni rangi yetu rasmi ya kichawi. Mmoja aje achukue rangi ya blue ampake huyu binti, alafu zoezi la kumsimika rasmi kwenye chama chetu litafuata.